ya lugha 10 maarufu duniani. Kauli mbiu ya maadhimisho mwaka huu ni Kiswahili kwa amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi. Lakini je, katika mataifa kinakozungumzwa Kiswahili kuna utashi kiasi gani wa kukiendeleza Kiswahili katika ngazi ya kimataifa kuwa sauti ya kuleta mabadiliko? Ninao kwenye mjadala wetu huu kutoka huko mjini Paris, Ufaransa, ambako limemalizika kongamano la siku ya Kiswahili duniani, waziri wa habari wa Zanzibar Riziki Pembe na profesa wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Hans Musa Mohamed, ambaye pia ni mkuu wa chama cha Kiswahili duniani, naye pia yuko Paris ambako alihudhuria kongamano hili. Karibuni sana kwenye mjadala wetu. Asante sana. Na naomba nianzie moja kwa moja kuitazama hii kauli mbiu yenyewe ya mwaka huu ambayo ni Kiswahili kwa amani, mshikamano na uchumi wa diplomasia. Waziri, Kiswahili kimesaidia vipi katika kuleta amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi? Asante. Kwanza naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu, na pili nikushukuru sana wewe kwa kunialika katika kipindi chako hiki, na niseme kwamba Kiswahili kimesaidia sana katika kuleta amani na kukuza uchumi na diplomasia ya nchi, kwa sababu katika maendeleo yetu ya kiuchumi ndani ya nchi yetu, tunapotangaza sera zetu za kiuchumi, basi tunatumia lugha ya Kiswahili katika kuzifikisha kwa wananchi. Na tunapokuwa tunahamasisha wananchi wetu katika masuala mazima ya uchumi, kujiunga na mambo ya ujasiriamali, basi kwa tuko tunatumia lugha ya Kiswahili katika kuona kwamba wananchi hawa nao wanashawishika katika kuona kile ambacho wanaelezwa. Kwa hiyo hapo maana tunasema kwamba uchumi wetu unakuwa, na imesaidia Kiswahili katika kukuza hiyo uchumi wetu wa wananchi. Na wananchi wengi wamekuwa wakihamasika katika mambo mbalimbali ya kiuchumi kwa kutumia hiyo lugha ya Kiswahili. Kuna majukwaa mbalimbali ya wanawake, ya vijana, ya watoto. Majukwaa haya yote yanatumia lugha ya Kiswahili katika kuhamasisha watu kufanya kazi, lakini pia katika kudumisha amani ya nchi. Na katika hili ni wapongeza sana viongozi wangu wakuu wa nchi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi, ambao wao wamekuwa ni vinara wanaosimama katika kuzungumza na kuhubiri kwa lazima la amani, mshikamano, lakini pia kukuza demokrasia na diplomasia ya nchi yetu kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Kwa hayo ni miongoni mwa mfano hayo ambayo nimeyazungumza ambao wamekuwa wao wakiyasimamia. Kwa mfano naomba nikupe mfano. Mheshimiwa Dr. Hussein Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar, Mwenyekiti wa Mapinduzi, amekuwa akizungumzia masuala mazima ya amani, kukuza uchumi wa nchi kwa kupitia sera ya uchumi wa buluu. Na amekuwa akitumia lugha ya Kiswahili katika kukuza huo uchumi wa buluu wenyewe, kuambia wananchi, kutangaza na duniani kwingine kote. Juzi tu alikuwa na Nairobi katika kumwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye swala zima la uchumi wa buluu, na huko alitumia lugha ya Kiswahili katika kuona anaeneza swala zima la uchumi ndani ya mipaka, yani nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa nije moja kwa moja kwa profesa hapa. Nataka kufahamu zaidi jiri au kilichojadiliwa katika mkutano au kongamano hilo la mjini Paris. Mlijadili nini hasa? Katika kongamano letu tulijadili mada mbalimbali ambazo zilikuwa zinalenga kuijadili hiyo kauli mbiu ya amani, lakini mada nyingine zilikuwa zinaangalia masuala ya utawala, masuala ya amani, masuala ya Kiswahili na sayansi na teknolojia. Unajua kwa sasa kuna masuala ya akili unde na mengine kama hayo. Kwa hiyo tulikuwa na majopo kama 4 hivi ambapo wawasilishaji walikuwa wanajikita katika mada ambazo zinaangalia fursa ya Kiswahili katika maeneo hayo, katika masuala ya amani na diplomasia ya uchumi, lakini pia masuala ya sayansi na teknolojia na masuala ya elimu. Na tuiangalia pia suala la utawala, lugha katika masuala ya utawala. Naam, ni mambo mengi kwa ujumla wake ambayo yamejadiliwa hapo, lakini naomba nichukue hili suala la kuziangalia fursa katika fursa pamoja na kutumika Kiswahili katika kuzifuata hizo fursa. Kwa kiasi kikubwa hili suala la kujifunza lugha za kigeni limekuwa ni suala muhimu sana katika ulimwengu wa sasa, na hasa kutokana na hali halisi ya maisha yalivyo duniani. Wengi wanakimbilia lugha zenye manufaa ya kiuchumi, na kwetu Afrika Mashariki watu wanajifunza Kiarabu kwa mfano kwa sababu mtu anaamini zipo fursa kwenye mataifa ya Kiarabu. Watu wanajifunza Kiingereza, Kijerumani, Kifaransa kwa sababu ya kutafuta fursa. Nikiliangalia hili swala la fursa za kiuchumi, unapokitaja Kiswahili na mataifa kinakozungumzwa Kiswahili, nataka swali hili alijibu waziri. Unaamini zipo fursa zinazoweza kuwafanya watu kutaka kujifunza Kiswahili zaidi katika ngazi za kimataifa na hata maeneo ya kanda ya Afrika kwa ajili ya fursa?
Asante, nikushukuru kwa swali lako, na katika hilo namba nikujibu kama ifuatavyo, ni kwamba fursa zipo na zipo kwa sababu nakupa haya, mimi mwenyewe ni shahidi wa hayo. Mimi binafsi yangu nazungumzia kwamba hii leo nimekuja Ufaransa kwa ajili ya Kiswahili, kwamba Kiswahili kinasafirisha watu, mimi mfano mmoja wapo. Lakini nikiwa mwanafunzi ambaye nilikuwa nachukua shahada yangu ya Kiswahili, shahada yangu ya elimu TUZA, tulisafiri kwenda maeneo mbalimbali. Kwa mfano tulikwenda Nairobi, tulikwenda Burundi kwa kutumia Kiswahili. Kwa hiyo ni kusema kwamba huo mfano mmoja wapo, lakini kuna watu mbalimbali ambao wamekuwa wakitumia fursa ya Kiswahili kusafiri nje ya mipaka ya Afrika Mashariki, nje ya mipaka ya Afrika na nje ya mipaka ya bara la Afrika kwa kwenda kueneza lugha ya Kiswahili. Na hii ni kwamba wapo wataalamu mbalimbali ambao wanapata nafasi ya kwenda kufundisha Kiswahili nje ya Afrika yetu. Na hawa wamekuwa ni mfano mzuri wa kuona kwamba kumbe Kiswahili kinatija na kinalipa. Lakini vipi kinyume chake? Vipi kinyume chake? Zipo fursa katika mataifa kuna kuzungumzwa Kiswahili kwa watu kutoka nje kuja katika mataifa yanakuzungumzwa Kiswahili, mfano Tanzania, Kenya, kwa ajili ya kuzitafuta hizo fursa kwa kukitambua na kukielewa Kiswahili. Tuje hapo sasa. Tunapozungumzia fursa, maana ni kwamba tunao wageni ambao wanakuja ndani ya nchi zetu kuja kufanya kazi ndani ya nchi zetu za Tanzania, na wanapokuja manake ili kuja kufanya kazi zao vizuri, wapate uelewaji mzuri, wanajifundisha lugha ya Kiswahili. Nazungumzia haya kwa mfano katika SUZA, chuo kikuu cha Zanzibar, wana department pale ya Swahili for Foreigners ambayo imekuwa ikifundisha Kiswahili kwa wageni mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali. Kwa hiyo kuna wageni ambao wanakuja kusoma Kiswahili kwa ajili tu waweze kupata fursa za ajira ndani ya Zanzibar na Tanzania. Lengo manake ni katika kuona kwamba wao wanafaidika na wanazifuata hizo fursa. Lakini kuna wanafunzi ambao wanatoka ndani ya nchi zao, wanakuja kujifundisha Kiswahili, ambayo hiyo nayo ni fursa pia inayofaidisha wao kwamba kuja kujifundisha Kiswahili ndani ya Tanzania yetu. Na wanatoka katika nchi zao mbalimbali, na wanapokuja wanabaki kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali, kwa sababu kazi si kwamba lazima yeye hajafundisha Kiswahili, kwa sababu hiyo sio lugha yake ya moja kwa moja, lakini anatumia Kiswahili kwa ajili ya kupata ajira ndani ya nchi zetu. Na hawa watu tunao ndani ya Zanzibar, ndani ya Tanzania kwa ujumla wake tunao. Profesa, zipo hoja kwamba kukosekana utashi thabiti wa kisiasa hasa ndio bado swala linalokwamisha maendeleo ya Kiswahili. Unakubaliana na hili kwa umbali gani? Labda kabla sijajibu hilo swali lako, naam, niongeze kidogo swala la fursa alilozungumza Mheshimiwa Waziri. Sasa hivi Tanzania kuna fursa nyingi za wawekezaji. Wengi wanakuja, wana viwanda vyao. Kwa mfano, kuna kampuni nyingi za Wachina ambazo zimefunguliwa Tanzania. Na wengi sasa hivi wanajifunza Kiswahili ili waweze kuwasiliana na Watanzania wanapokuwa humu. Kwa hiyo fursa za Kiswahili ni kubwa kwa wageni na kwa wenyeji. Kwa wageni wanaokuja Tanzania, huwezi kufanya mawasiliano na Watanzania kwa mfano na watu wengi wa Afrika ya Mashariki bila kufahamu lugha yao ya mawasiliano. Kwa hiyo ni nafasi kwao kujifunza Kiswahili ili iwape nafasi ya kuweza kuwasiliana na wenzao. Suala la utashi wa kisiasa, nikiri kwamba katika nchi yetu kwa kweli tumepiga hatua kubwa sana. Kuja Paris, Ufaransa kufanya kongamano ni sehemu mojawapo ya utashi wa kisiasa. Na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia imeandaa mkakati wa taifa wa kubidhaisha Kiswahili ambao ni mwaka 22 mpaka mwaka 32. Hiyo hakuwa na mkakati wa namna hiyo, ni kwamba serikali imeshaonyesha hapa sasa tuna utashi. Tunataka tukuze lugha ya Kiswahili. Na imebaki sisi. Halo? Naam, nakusikia tu, unasikilizwa. Tumebakiwa sisi kama watumiaji, kama wadau kuchangamkia hizo fursa. Kuna changamoto za hapa na pale, kuna maeneo sababu wakati mwingine panapokuwa na changamoto pia inakuwa ni fursa. Kuna maeneo ambayo yanaweza kaendelea kuboreshwa, lakini kwa kweli ukiangalia serikali kwa mfano ya Tanzania kwenye masuala ya Kiswahili wamewekeza sana. Tumesema juzi wakati tunafanya mawasilisho pale, Tanzania kwa mfano ni nchi pekee ambayo ina mabaraza mawili ya Kiswahili. Na vyuo vikuu kuna vyuo vikuu ambavyo vina idara zaidi ya moja ya Kiswahili. Imebaki kwa sisi ambao ni wadau wa Kiswahili sasa kuichangamkia hiyo fursa ambayo imetokana na huo utashi ambao umeonyeshwa na serikali yetu. Ukiacha Tanzania, ukitazama kanda nzima ya Afrika Mashariki, utashi huu wa kisiasa unaona unatosha wa kukiendeleza Kiswahili kama ambavyo watu wanatarajia? Naam, ndio nilikuwa nakuja hapo kwamba katika
kabisa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa mfano, tunayo Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki, na yenyewe inahamasisha kila nchi ya Afrika Mashariki kuwa na baraza la Kiswahili. Hapo ndipo tunapotoa wito kwa nchi zetu wanachama kuhakikisha kwamba wanaanzisha mabaraza ya Kiswahili katika nchi wanachama wa jumuiya. Ukiwa na mabaraza ya Kiswahili yatasaidia sana katika kukuza lugha katika namna ambayo ni rasmi. Tunafahamu wenzetu, tunashirikiana nao wenzetu kutoka Kenya, kutoka Uganda, tunakutana katika masuala mbalimbali yanayohusiana na lugha ya Kiswahili. Isipokuwa kwenye siasa bado kuna kigugumizi, tunashindwa kuwa na mabaraza ya Kiswahili katika hii Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa nafikiri huu umefika wakati sasa kwa wenzetu nchi wanachama, kila nchi hakikisha kwamba inatoa kipaumbele kwa lugha ya Kiswahili. Na kipaumbele kimojawapo ni kuwa na baraza la lugha la Kiswahili. Waziri, ukitazama hoja hii inayotolewa ya kukosekana utashi wa kisiasa na kutazama mifano ya mataifa ya Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania, lugha za kigeni, hili sio swala la kuficha kwamba zinaendelea kupewa kipaumbele kikubwa katika nyanja nyingi za kielimu na hata maofisini, pamoja na kwamba Profesa ametuweka wazi hapo kwamba yapo mabaraza, zipo juhudi zinafanyika, lakini ukweli ni kwamba katika mambo muhimu, katika nyanja nyingi za kielimu, maofisini na vitu vingi muhimu, lugha za kigeni bado zinatangulizwa na kupewa umuhimu mkubwa. Kwa nini imekuwa vigumu kukifanya Kiswahili kuwa lugha rasmi, kwa mfano ya kutumika kwenye mitaala ya elimu, Waziri? Nakushukuru, lakini naomba nianze na hiyo kauli yako, ni kwamba swala la kwamba hakuna utashi, hapana, hilo sio kweli. Serikali zetu zina utashi mkubwa katika matumizi ya lugha ya Kiswahili. Tunapozungumzia swala la mitaala, kwa sababu ni katika kumfundisha mtoto elimu, na unapofundisha elimu maana yake unampa elimu afahamu kilichopo. Na mitaala tunayotumia maana yake Kiswahili kipo somo kabisa zima linalofundishwa, na masomo mengine yanatumika kwa ajili ya kujenga vijana wetu, kwa sababu unapomfundisha mtoto kama humfundishi tu kwamba abakie tu Tanzania, lakini unamfundisha kwamba aende mipaka ya duniani, maana hatubaki Tanzania maisha yake yote huyu. Kwa hiyo mitaala yetu imekuwa katika kuona kwamba Kiswahili kipo na kinafundisha, na kuna ngazi. Kwa mfano, mtoto anapoanza ile yani elimu ya maandalizi. Elimu ya maandalizi mtoto anafundishwa kwa lugha ya Kiswahili. Anapokuwa katika elimu ya msingi awali, maana awali kwa kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 4 anafundishwa kwa lugha ya Kiswahili, na anapoanza ile elimu ya msingi ya kati kuanzia darasa la 5 kwenda mbele, maana pale sasa anakuwa na lugha ya Kiingereza anafundishiwa ili aweze kuwa anakwenda kwetu. Kwa msingi huko anapata mzuri, na huko mbele pia tunampa msingi mzuri wa kuona kwamba nafuu anajifunza lugha za wenzetu pia, na sio lugha zote. Sababu lugha inayotumika ni lugha ya Kiingereza, ndio ile inayotumika, lakini katika maeneo mengine na masomo mengine wanasoma masomo mbalimbali ya lugha za kigeni kwa lengo la kuona tunapata wataalamu wazuri. Tunataka kuwa na wakalimani mazuri huko baadaye, ili awe mzuri, maana aweze kufahamu lugha mbalimbali, aweze kutumia vizuri kwa ajili ya maisha yake na ya baadaye. Kwa hiyo si kwamba hatuna utashi tunao, na tunaona juhudi za viongozi wetu, lakini kwenye maeneo ya ofisi maana yake ni kwamba shughuli zote za kiserikali za maofisi tunatumia lugha ya Kiswahili. Inapobidi kutumia Kiingereza, tunaposhirikiana na wadau wetu wa maendeleo, tunatumia Kiingereza kwa ajili ya kwamba kuona kwamba na wao tunaweka pamoja, tunafahamiana. Na ndio maana unakuta tunaandika document zetu kwa version 2, version ya Kiswahili na version ya Kiingereza, kwa lengo la kwamba na wao